Wakati roho mbaya ilipojaribu kuharibu Upside Down Magic, marafiki wawili wenye nguvu za ajabu walilazimika kutumia uchawi wao kuwalinda walimu na wanafunzi wa shule yao. Leo tunakwenda kusimulia hadithi ya filamu ya mwaka 2020 iitwayo Upside Down Magic. Nori alipokuwa mdogo sana, alihisi kuwa tofauti na watoto wengine. Tofauti na wanafunzi wenzake, bado alikuwa hajagundua kitu kilichomfanya awe wa kipekee. Lakini siku moja, jambo la kushangaza lilitokea. Akiwa na miaka 7, Nori alikuwa akiwaangalia majirani kupitia dirisha la chumbani kwake alipoona paka mdogo bustanini. Ghafla, nywele zilianza kuota usoni mwake na mwili wake ukabadilika kuwa wa paka. Baba yake alipoingia chumbani, mabawa yakaanza kuchipuka mgongoni mwake, na hapo ndipo Nori aligundua kile kilichomtofautisha na watu wengine wote. Sasa Nori alikuwa kijana mkubwa, na baada ya miaka 6 ya kusubiri, yeye pamoja na rafiki yake mkubwa Raina walikuwa wanaenda kwenye Sage Academy, shule maarufu ya uchawi. Raina alikuwa na uwezo wa kudhibiti moto, lakini licha ya kuwa mwenye nguvu kubwa, alikuwa na tatizo la kujiamini. Mara nyingi aliharibu mwenyewe uwezo wake kwa sababu ya hofu na mashaka. Hata hivyo, Nori alikuwa karibu kila wakati kumkumbusha jinsi alivyo wa ajabu na mwenye kipaji kikubwa. Kwa upande mwingine, Nori mwenyewe alikuwa na shida kudhibiti nguvu zake. Kila alipobadilika kuwa mnyama, mwili wake uliishia kuchanganyika na viumbe tofauti kwa wakati mmoja. Wiki chache baadaye, wasichana hao waliinuka na wanafunzi wengine kuelekea Sage Academy. Walikuwa wakisubiri basi liwapeleke shule mpya, lakini badala yake mwanaume wa ajabu alitokea nyuma ya mti na kuwaambia kuwa yeye ndiye angewaongoza. Baada ya kuwaaga wazazi wao, vijana hao waliingia msituni na kumfuata mwanaume huyo kwenye njia nyembamba. Baada ya kutembea kwa dakika kadhaa, walikuta portal ya kichawi. Buda kaingia kwanza, kisha Nori na Raina wakafuata pamoja na wanafunzi wengine. Dakika chache tu baada ya kufika, waligundua kuwa simu zao hazifanyi kazi ndani ya shule hiyo. Siku hiyo hiyo walikutana na mkuu wa shule aitwaye Linda. Mwanamke huyo aliwaeleza makundi 5 ambayo wanafunzi wapya wangepangwa kulingana na vipaji vyao vya asili. Fuzzies walikuwa wanafunzi wanaoweza kuzungumza na wanyama. Flickers walikuwa na uwezo wa kuvuta vitu mikononi mwao. Flares walikuwa wataalamu wa moto. Flyers walikuwa wanaweza kuruka angani. Na mwisho, Foxers walikuwa na uwezo wa kubadilika kuwa mnyama yeyote kutoka ufalme wa wanyama. Kabla ya kuanza masomo, kila mwanafunzi alitakiwa kufanya mtihani wa kupima uwezo wake. Wanafunzi wa moto walikuwa wa kwanza. Walitakiwa kuwasha mshumaa uliokuwa umbali wa mita 2. Philip akafanya vizuri na kupewa kadi ya matokeo. Lakini Elliot alipofika, alishindwa kuwasha moto. Badala yake akatoa moshi mwingi, hivyo walimu wakamwona kama mtu aliyeshindikana. Mwishoni, Raina akaonyesha uwezo mkubwa kuliko wote kwa kuwasha mshumaa kwa kutumia kidole chake kidogo pekee. Baadaye, kundi la Fuzzies walifanya mtihani wa kuzungumza na mbwa. Kisha Flickers wakatakiwa kuvuta chombo cha udongo mikononi mwao, lakini Pepper alikipeleka mbali na kukivunja ukutani, jambo lililomfanya afeli papo hapo. Flyers walitakiwa kuelea mita 1 juu ya ardhi kwa sekunde 30. Andre alipovua begi lake lililojaa mawe mazito, aliruka hadi dari na kushindwa kushuka. Mwishowe wakaja Foxes ambao walitakiwa kubadilika kuwa paka mwenye madoa kwa sekunde 6. Lakini Nori alipojaribu, mabawa ya popo yakaanza kutoka mgongoni mwake ndani ya sekunde 2 na kuwafanya walimu wote waogope.
Alipogundua kuwa amepoteza kabisa udhibiti wa nguvu zake, Nori alirudi katika umbo lake la kawaida na kupewa bahasha kama wanafunzi wengine. Mwishoni mwa mitihani, wanafunzi walikusanyika uwanjani kufungua kadi zao ili kujua wamepangwa wapi. Rainer alifurahi kugundua kuwa amepokelewa kwenye kundi la Flares, lakini Nori hakupangwa kwa Foxes. Badala yake, kwenye kadi yake kulikuwa na herufi UDM. Akaanza kujiuliza hiyo ilikuwa nini. Linda akawaambia wanafunzi wengine waende kuchukua sare zao, isipokuwa Nori ambaye alitakiwa kufuata njia ya msituni kwenda sehemu nyingine. Gonna be okay? Of course I am. Alipofika makao ya UDM, Bud alimkaribisha ndani ya maficho ya chini ya ardhi. Ndani ya darasa hilo, Nori alikutana na wanafunzi wengine wote waliokuwa wamefeli vipimo vyao. Mr. Scriff, and I am in charge. Hapo ndipo akagundua kuwa amepelekwa kwenye kundi la waliokataliwa. Wanafunzi hao hawakuruhusiwa kujifunza uchawi na masomo yao yalikuwa ya kawaida kabisa kama shule nyingine yoyote. Nori alikasirika sana na kuuliza kwa nini wao hawaruhusiwi kufanya mazoezi kama wanafunzi wengine. Ghafla, Linda alitokea na kueleza kuwa UDM iliundwa kwa ajili ya wanafunzi wenye uchawi uliopinduka. Kulingana naye, vijana hao hawangeweza kamwe kutumia nguvu zao kwa njia sahihi. Hivyo walipaswa kubaki hapo mpaka uwezo wao upotee kabisa, ndipo warudi kwenye jamii kama watu wa kawaida. Aliwaambia kuwa uchawi ni kama misuli. Usipoutumia hudhoofika mpaka kutoweka kabisa. Miaka mingi iliyopita, Sage Academy ilikuwa inawachukulia wanafunzi wa UDM kama wengine wote. Lakini mwaka 1939, mvulana aitwaye Reginald Roberts alibadilisha kila kitu. Kutokana na uchawi wake uliopinduka, aligeuka kuwa mwenyeji mzuri wa shadow magic, nguvu ya giza iliyokuwepo kuleta vurugu na uharibifu. Walimu na wanafunzi waliungana kwa shida kubwa kuizuia nguvu hiyo kabla haijaharibu ulimwengu wao. Tangu siku hiyo, waliamini kuwa wanafunzi wa UDM ndio walikuwa walengwa wakuu wa shadow magic. Hivyo walitengwa na wengine na kuzuiwa kufanya mazoezi ya uchawi mpaka nguvu zao zipotee. Let's begin with my inaugural. Siku hiyo, wanafunzi wengine walipelekwa madarasani kwao na Rainer akagundua kuwa baada ya wiki chache kungefanyika sherehe kubwa ya Founders Day. Katika sherehe hiyo, wanafunzi bora kutoka kila kundi wangepata nafasi ya kuonyesha uwezo wao mbele ya waanzilishi wa shule na wanafunzi wote. Baada ya maelezo hayo marefu, wanafunzi wakaanza vipindi vyao vya kwanza. Darasani mwa Flares, mwalimu Miss Agon alimpa Rainer kazi ya kubadilisha mahindi kuwa popcorn kwa kutumia moto. Licha ya uga wake, Rainer aliweza kufanya vizuri sana mpaka Philip akaanza kumcheka. Mara moja hali yake ya kujiamini ikaporomoka na popcorn zake zikaungua kabisa. Wakati mwalimu akimkemea, mwanafunzi mkubwa aitwaye Chandra alikuwa amesimama nje akitazama huku akitabasamu. Asubuhi iliyofuata, Bud aliwachukua wanafunzi wake wa UDM kwenda nje na kuwaambia ana mshangao kwao. Alipofungua banda dogo, Nori aliona mafagio na kufurahi akidhani watajifunza kuruka. Lakini baada ya kuanguka vibaya, aligundua kuwa yalikuwa mafagio ya kawaida ya kufagia uwanja wa shule. Wakiwa wanafanya kazi hiyo, Nori aliiba nafasi ya kutazama darasa la Foxes. Safari hii, wanafunzi walitakiwa kubadilika kuwa paka mmoja maalum, sio paka yoyote tu. Nori alipokuwa akichungulia, aligundua pia kuwa mashindano ya Founders Day yalikuwa karibu kufanyika. Akaona hiyo kama nafasi ya kuthibitisha kuwa yeye si mshindwa. Akajisogeza karibu na darasa ili amtazame vizuri paka aliyekuwa anatumiwa kwenye mazoezi. Alijaribu kukariri kila kitu kuhusu mnyama huyo ili aweze kuiga umbo lake mbele ya shule nzima. Lakini tena nguvu zake zikamsaliti. Badala ya kuwa paka wa kawaida, mwili wake ukageuka kiumbe wa ajabu aliyechanganyika na wanyama tofauti. Profesa Han akakasirika na kumwita Bud, huku akisema Linda angeghadhabika sana akijua kilichotokea. Wakati wa chakula cha mchana, wanafunzi wote walikusanyika kwenye kafeteria.
Nori aliwaambia marafiki zake kuwa amechora kila kitu kuhusu paka aliyemwona na sasa alihitaji kufanya mazoezi zaidi. Raina alipomwona rafiki yake upande mwingine wa ukumbi, alisimama kwenda kwake, lakini Miss Argon alimkemea tena na kumrudisha akae na kundi lake. Baadaye Philip alichaguliwa kuwa mwanafunzi bora wa darasa la moto baada ya kuweza kupasua popcorn zote kwa usahihi. Miss Argon akamwambia Raina ashindane naye. Ingawa Raina alifanikiwa, popcorn zake zilikuwa zimeungua kidogo. I thought you were better than second best. Na mwalimu wake akaonyesha tena kutoridhishwa. Katika mapumziko, Raina alikuwa anatembea peke yake kwenye korido wakati Chandra alipomfuata na kumsifu kwa nguvu zake kubwa. Kabla hajaondoka, alimwambia kuwa kama angependa kuongeza uwezo wake zaidi, angeweza kumsaidia. Akiwa na hamu ya kuwa mwanafunzi bora kabisa, usiku huo Raina alibaki maktaba akisoma. Alipokuwa anarudisha kitabu kwenye rafu, kitabu kingine cheusi kikaanguka. Alipokiokota, aligundua kuwa kilikuwa ni kitabu cha Shadow Magic. Kwa udadisi, akaanza kukifungua. Lakini mara tu alipofanya hivyo, taa zikazimika na upepo wa ajabu ukaanza kuvuma. Kwa hofu, akakirudisha kwenye rafu na kujaribu kuondoka. Lakini kitabu kile kilianza kumfuata nyuma yake. Wakati huo, Nori alikuwa kwenye makazi ya UDM akifanya mazoezi na marafiki zake. Walikuwa wanapima muda anaoweza kubaki katika umbo la paka. Licha ya mazoezi mengi, bado hakuweza kuzidi sekunde 3 kabla mwili wake haujachanganyika na wanyama wengine. Siku iliyofuata, Raina alipomwona Nori akiwa na marafiki wapya kupitia dirishani, alihuzunika, akihisi labda rafiki yake hamuhitaji tena. Ghafla, kitabu cha Shadow Magic kikaonekana kitandani kwake. Kurasa zake zikaanza kujifungua zenyewe mpaka zikafika sehemu iliyokuwa inaelezea jinsi ya kuamsha nguvu zilizofichwa ndani ya mtu. Raina alipokuwa akisoma maandishi hayo, wingu jeusi lilitokea na kuingia mwilini mwake. Masaa machache baadaye, wanafunzi wote wapya walikusanyika kutazama mashindano ya wanafunzi bora wa kila kundi. Kundi la Flares lilianza kwanza. Philip alikuwa na uhakika kuwa angemshinda Raina kirahisi, lakini cha kushangaza, Raina aliweza kupasua popcorn zote kwa muda wa rekodi. Miss Argon alipoonja popcorn zake, alifurahi sana na kumchagua Raina kuiwakilisha darasa lao kwenye Founders Day. Wakati huo huo, Nori alitokea mbele ya walimu na kusema kuwa amekuwa akifanya mazoezi kurekebisha uchawi wake. Akaomba apewe nafasi nyingine ya kuonyesha uwezo wake. Mara moja akabadilika kuwa paka mwenye mistari. Profesa Han akaanza kuhesabu muda, lakini alipofika sekunde 4, mabawa yakaanza tena kutoka mgongoni mwa Nori na akapoteza udhibiti wa nguvu zake. Mwili wake ukaanza kubadilika kuwa viumbe tofauti vya ajabu mfululizo. Raina alikimbia kumsaidia rafiki yake atulie, lakini kwa sababu nguvu zake sasa zilikuwa zimeongezeka kutokana na Shadow Magic, naye pia akashindwa kujizuia na karibu amchome Nori kwa moto mkali. What is this? Baada ya tukio hilo, Raina alimwendea Nori kuomba msamaha, huku Bud akimsaidia Nori kuinuka. Ghafla, Linda akafika na kumkemea Bud kwa kushindwa kudhibiti wanafunzi wake. Akamuonya kuwa angepoteza kazi kama mambo hayo yangeendelea. Waliporudi kwenye makazi ya UDM, vijana wote walikuwa wamekata tamaa kabisa. Walihisi hawatakuja kujifunza kutumia uchawi wao milele. Bud akiwaelewa vizuri kutokana na historia yake mwenyewe, aliamua kuwaambia siri muhimu. Aliwakusanya msituni na kuwaambia kuwa kwa miaka mingi amechukia kuona wanafunzi wa UDM wakinyimwa ndoto zao. Akaamua kuwasaidia kuukubali uchawi wao badala ya kuogopa. Kisha Bud akaanza kuimba na kutumia muziki kuwasiliana na wanyama wa msituni. Vijana wote wakashangaa kugundua kuwa Bud mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa zamani wa UDM kutoka kundi la Fuzzies. Tofauti na wengine waliozungumza na wanyama kawaida, yeye aliweza kuzungumza nao kupitia nyimbo pekee.
Licha ya kutopata mafunzo rasmi ya Sage Academy, uchawi wake haukupotea kwa sababu aliendelea kuufanyia mazoezi kisiri kwa miaka yote. Akaahidi kuwa kuanzia siku iliyofuata angewafundisha jinsi ya kutumia nguvu zao bila kujaribu kuwa sawa na wengine. Walipokuwa wakirudi kwenye makazi yao, Nori alianza kufikiria kuhusu kilichomtokea Raina na kugundua kuwa kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida kuhusu nguvu zake. Akaamua kwenda kumwona rafiki yake, lakini alipofika chumbani alimkuta Chandra akiwa ameshika kitabu cha Shadow Magic. Hapo Nori akagundua kuwa nguvu za Raina zilikuwa zimeongezwa na kitabu hicho cha giza. Raina alikasirika kwa sababu karibu amuumize rafiki yake, hivyo akamfukuza Chandra pamoja na kitabu chake. Lakini muda mfupi baada ya Chandra kuondoka, kitabu kile kilirudi chumbani tena kana kwamba kilikuwa hai. Raina alipofungua mlango alimkuta Nori. Akamkumbatia kwa furaha, lakini ili rafiki yake asijue kuhusu kitabu cha giza, alimfukuza haraka. Asubuhi iliyofuata, Bud akaanza rasmi kuwafundisha wanafunzi wake. Alimsaidia Andre kudhibiti jinsi ya kuruka juu na kushuka salama. Elliot alianza kujifunza jinsi ya kuupa moshi wake maumbo tofauti. Peppa akaweza kutupa vitu kwa umbali anaoutaka. Nori naye akaacha kujaribu kuwa mnyama mmoja tu na badala yake akaanza kukubali uwezo wake wa kuunganisha viumbe tofauti mwilini wake. Kadri siku zilivyopita, kundi hilo lilianza kuzoeana zaidi na polepole kila mmoja akaanza kujiamini. Lakini wakati huo, Raina aliendelea kusumbuliwa na Chandra. From your destiny. What do you want from me? Siku moja Chandra alipomfuata tena, Raina alimwamuru aondoke. Hapo wanafunzi wengine wakauliza alikuwa anaongea na nani, ndipo Raina akagundua kuwa yeye pekee ndiye aliyekuwa anaweza kumuona Chandra. Kwa hofu alikimbilia chumbani kwake, lakini Chandra akaendelea kumshawishi. Akamwambia kuwa nguvu zake zilikuwa kubwa kuliko mwanafunzi mwingine yeyote shuleni na kwamba Shadow Magic ingeweza kumfanya aache kuwa na hofu milele. Taratibu Raina akaanza kujisalimisha kwa nguvu hizo za giza. Siku moja Nori alipomkuta rafiki yake, aligundua kuwa tayari amepagawa na Shadow Magic. Kiumbe hicho kibaya kikafunua ukweli wa kutisha kuwa sio wanafunzi wa UDM pekee waliokuwa hatarini. Shadow Magic ikamwambia Nori atoroke kabla hajawa mwathirika wa kwanza. We do not need to say. Nori akakimbia haraka kurudi kambini na kumweleza Bud kila kitu. Wanafunzi wengine walitaka kwenda moja kwa moja kwa Linda kusema ukweli, lakini Bud akaamini kuwa mkuu wa shule hangewaamini. Akaamua wasubiri mpaka siku ya sherehe ya Founders Day kwa sababu alikuwa na uhakika kuwa Shadow Magic ingetokea hadharani siku hiyo. Asubuhi ya siku ya sherehe kubwa ya Founders Day, wanafunzi na walimu wote wa Sage Academy walikusanyika bustanini. Linda alimwalika Raina apande jukwaani kutoa maonyesho yake kama mwanafunzi bora wa Flares. Lakini badala ya kuanza kawaida, Raina alibaki amekaa kimya kwa muda huku akitabasamu kwa namna ya kutisha. Want to see something even better? Ghafla akanyanyuka na kuonesha moto mkubwa sana uliowashangaza kila mtu. Kisha akasema kuwa alikuwa ameandaa kitu kikubwa zaidi kwa siku hiyo maalum. Mara moja mpira mkubwa wa moto ulitokea mikononi mwake na kivuli kikubwa cheusi kikaenea Been far too long. Kwenye bustani yote, sauti ya kutisha ikasikika, ikitangaza kuwa baada ya miaka mingi hatimaye amerudi tena. Walimu waliposikia sauti hiyo, walitambua kuwa ilikuwa ndiyo roho ile ile ya Shadow Magic iliyowahi kumpagawisha Reginald miaka mingi iliyopita. Hapo ndipo waligundua kuwa Shadow Magic haikuwalenga wanafunzi wa UDM pekee kama walivyokuwa wanaamini. Kwa haraka, Miss Argon pamoja na wanafunzi wake wa Flares waliunganisha nguvu zao na kutuma shambulio kubwa la moto dhidi ya kiumbe huyo wa giza. Lakini halikumdhuru hata kidogo. Linda akaamuru Fuzzies waitane ndege wakali kusaidia mapambano, lakini wanyama hao waliogopa sana nguvu ya Shadow Magic na wakakimbia. Baadaye
Foxers wakabadilika kuwa wanyama mbalimbali ili kushambulia, lakini maumbo yao hayakuwa na nguvu yoyote dhidi ya roho hiyo. Wakati kila mtu alianza kukata tamaa, wanafunzi wa UDM waliingia vitani. Pepper akatumia uwezo wake kuirusha shadow magic mbali. Elliot akaeneza moshi mkubwa uliomfanya kiumbe huyo ashindwe kuona. Andre akamvutia upande mwingine ili kumpotosha. Hapo Nori akapata nafasi ya kumwangusha chini. Linda akapiga kelele akiwaamuru walimu na wanafunzi wote waunganishe nguvu zao kumwangamiza kabisa. Lakini Nori aliwazuia. Alijua kuwa ndani ya Shadow Magic bado kulikuwa na rafiki yake Raina. Hivyo akaamua kuhatarisha maisha yake mwenyewe ili kumsaidia arudi katika hali yake ya kawaida. Nori alimkaribia taratibu, huku Shadow Magic ikimshambulia kwa hasira. Wakati kila mtu akihofia angeuawa, ghafla mwanga wa moto ulilipuka kutoka ndani ya kiumbe huyo. Moto huo ulikuwa wa Raina mwenyewe aliyekuwa anapambana kutoka ndani ya giza lile. Mwishowe, Shadow Magic ikapasuka vipande na kutoweka kabisa. Baada ya kuona rafiki yake ameokoka, Nori alijawa na furaha na kumkumbatia Raina kwa nguvu. I wasn't either. Baada ya Sage Academy kuokolewa na wanafunzi wa UDM, mambo mengi yalibadilika. Programu ya UDM ilifutwa rasmi. Sasa wanafunzi hao waliruhusiwa kusoma pamoja na wengine, huku wakijifunza kudhibiti uchawi wao wa kipekee badala ya kuuficha. Bud alipandishwa cheo na kuwa mwalimu rasmi wa kundi la Fuzzies. Tofauti na zamani, meza za kafeteria hazikutenganishwa tena kwa makundi. Wanafunzi wote walikuwa huru kuwa marafiki bila kujali aina ya uchawi wao. Hatimaye Nori, Raina na marafiki zao walielewa kuwa tofauti haikuwa laana, bali ilikuwa nguvu yao kubwa zaidi.